Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar ZAA leo Jumatatu ya tarehe 26 Januari 2026 imefanikisha utekelezaji wa zoezi kamili la kujiandaa na dharura za viwanja vya ndege Airport Emergency Full Scale Exercise lililofanyika katika uwanja wetu wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume AKIA kuanzia saa 4:35 asubuhi na kukamilika saa 6:03 mchana. Zoezi hili ni sehemu ya majukumu ya kawaida ya usalama wa anga likilenga kupima kiwango chetu cha utayari, ufanisi wa mifumo ya dharura, uratibu wa taasisi mbalimbali mnazoziona mbele yenu, pamoja na uwezo wa watendaji wa sekta ya anga katika kukabiliana na matukio ya dharura yanayoweza kutokea ndani au jirani na viwanja vyetu vya ndege. Zoezi hili mara ya mwisho kabisa lilifanyika hapa, mtakumbuka, tarehe 20 Julai mwaka 2022 baada ya kusita kwa zaidi ya miaka 18. Kabla ya hapo, mara ya mwisho lilifanyika uwanjani kwetu mwaka 2004. Aidha, mnamo tarehe 10 Mei mwaka 2023, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar ilifanya zoezi kamili la dharura za kiulinzi na kiusalama wa viwanja vya ndege Full Scale Security Contingency Plan Exercise, ambalo nalo lililenga kupima utayari wa mifumo ya kiusalama na ulinzi wa anga dhidi ya vitisho mbalimbali vya kiusalama. Kwa mujibu wa taratibu na miongozo ya Mamlaka ya Anga Tanzania TCAA pamoja na Shirika la Usimamizi wa Anga Duniani ICAO, viwanja vya ndege vinatakiwa kufanya mazoezi ya aina hii kwa vipindi maalum ili kuhakikisha viwango vya kitaifa na kimataifa vya ulinzi na uendeshaji vinaendelea kuzingatiwa ipasavyo. Umuhimu wa zoezi hili ni pamoja na kupima ufanisi wa mpango wa dharura wa uwanja wa ndege Airport Emergency Plan, kuimarisha uratibu kati ya taasisi za ulinzi na usalama, afya, zimamoto na uokoaji, mashirika ya ndege na wadau wengine, kubaini changamoto na maeneo yenye uhitaji wa maboresho, kuhakikisha usalama wa abiria, wafanyakazi, ndege, mizigo na miundombinu ya viwanja vyetu vya ndege. Katika kuonyesha dhamira ya kuzingatia viwango vya kimataifa, mnamo mwezi wa 6 Juni mwaka 2023, uwanja wetu wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume ulifanyiwa ukaguzi wa kimataifa wa ulinzi na usalama wa viwanja vya ndege na wakaguzi wa Shirika la Usimamizi wa Anga Duniani ICAO, ambapo tulifaulu kwa kupata alama ya juu ya daraja la A, hatua inayoonyesha ubora wa mifumo ya ulinzi, usalama na uendeshaji wa shughuli za anga Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa rais wetu mpendwa, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha sekta ya anga kwa kuhakikisha uboreshaji wa miundombinu ya viwanja vya ndege, uimarishaji wa mifumo ya usalama na ulinzi wa anga, upatikanaji wa vifaa vya kisasa vya zimamoto na uokoaji, mafunzo endelevu kwa watumishi wa sekta ya anga, utoaji wa huduma bora, salama na zenye viwango vya kimataifa kwa abiria na wadau. Kupitia juhudi hizi, serikali imeendelea kuhakikisha usalama wa abiria na mizigo pamoja na kuboresha huduma katika sekta ya anga, hali inayochangia kukuza uchumi, kuimarisha utalii na kuongeza ushindani wa Zanzibar katika usafiri wa anga na kimataifa. Tunawashukuru wadau wetu wote walioshiriki katika zoezi hili kwa umahiri mkubwa walioonyesha katika kukabiliana na zoezi lililofanyika. Tunashukuru sana waangalizi wetu kutoka Mamlaka ya Anga Tanzania TCAA, na tunachukua fursa hii kuhakikishia wananchi, wasafiri na wadau wote wa viwanja vya ndege vya kimataifa, uwanja wetu wa ndege wa AKIA, uwanja wetu wa ndege wa Nungwi na uwanja wetu wa ndege wa Pemba kuwa ni salama na viwanja vyetu vinaendeshwa kwa kuzingatia kikamilifu taratibu, miongozo na viwango vinavyotambuliwa kimataifa na kitaifa. Lengo kuu la zoezi hili ni kujipima ufanisi, uratibu pamoja na mashirikiano ya wadau wote ambao wanafanya kazi hapa kiwanjani. Ni matakwa na mwongozo kutoka Shirika la Anga la Kimataifa ICAO
pamoja na shirika la anga la kimataifa la Tanzania. Pamoja na hilo, kama kiwanja tumetekeleza takwa hilo ili tukidhi mahitaji ya viwanja bora vinavyohitajika hapa katika uendeshaji bora wa shughuli zetu. Kwanza, kitu muhimu ni kufanyika kwa zoezi. Tunafanya zoezi ili tuone mapungufu yetu, lakini pia nachukua fursa hii kutangazia umma na abiria kwa hili ni zoezi bandia. Kilichotokea sicho uhalisia ambao upo katika kiwanja chetu. Hakuna athari yoyote iliyotokea na shughuli zote za kiwanja zinaendelea kama kawaida. Nichukue fursa hii kwanza kuwashukuru wenzetu Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Zanzibar kwa kufanya zoezi hili, na haya ni matakwa ya sheria na kanuni za kimataifa, lakini pia kwa upande wetu Zanzibar ni matakwa ya miongozo ya kukabiliana na maafa tulionayo, ikiwemo sera ya kukabiliana na maafa ya Zanzibar, lakini pia sheria namba 1 mwaka 2015, sheria ya kukabiliana na maafa, sambamba na mpango wa dharura wa kitaifa wa kujiandaa na kukabiliana na maafa. Hili ni eneo moja ambalo wenzetu wametesti mpango wao ama wamefanya majaribio ya mpango wao wa dharura wa kujiandaa na kukabiliana na maafa katika eneo hili la viwanja vya ndege. Na kwa msingi huu, si eneo hili tu, kitaratibu maana yake hata wenzetu wa bandari, lakini sekta nyingine zikiwemo sekta za afya, lakini pia wizara na taasisi zetu zinatakiwa zifanye mazoezi kama haya. Hata kwa upande wa waandishi wa habari na nyinyi pia kwenye maeneo yetu na majengo yetu, tunatakiwa tufanye haya mazoezi kwa ajili ya kujiweka tayari. Kwa hiyo hili lilikuwa ni zoezi la msingi, lakini katika eneo hilo niseme tu tumejifunza mengi kuona, kwa sababu tunapofanya mazoezi haya tunapima utayari wa rasilimali tulizonazo katika kukabiliana na maafa, lakini pia tunapima utayari wa wataalamu na sekta zetu tulizonazo katika kukabiliana na matokeo hayo ya kimaafa. Kwa hiyo kwa msingi wa leo tumepima maeneo mengi. Tunaamini baada ya kukamilika zoezi hili itakuja ripoti rasmi kuona yale mafanikio yetu, lakini pia mapungufu yetu, ili kuweza kuyafanyia kazi zaidi na kujiweka tayari. Hivi karibuni sote tulisikia kwenye vyombo vya habari matukio kama haya, kuanguka kwa ndege. Tumesikia India jinsi gani na watu kiasi gani walipoteza maisha, lakini si hayo tu, yanatokea katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo na sisi Zanzibar kama sehemu ya anga hatuwezi kusema kwamba sisi ndio tuko salama. Kwa hiyo kufanyika kwa mazoezi haya kunapima utayari wa wadau wote waliopo, tukiwemo hata sisi waandishi wa habari. Ninaamini leo tuliposikia ambulance zile zilizokuwa zikilia zimetupa home, maana yake zimetupa hobi na kuona kwamba nini huko kilichotokea. Kwa hiyo utayari wetu utatuweka kuwa standby wakati wote na kuona vipi tunaweza kupunguza ama kukinga matokeo haya, lakini pia kuona tunakabiliana nayo